Karibu mtazamaji wa Zone Media umfahamu Nicolas Maduro kwa undani. Nicolas Maduro Moros alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 katika mtaa wa El Valle, Caracas, Venezuela, katika familia ya wafanyakazi wa kawaida. Baba yake alikuwa mshiriki wa harakati za wafanyakazi na familia yake ilihimiza thamani za mshikamano wa kijamii na haki za binadamu. Utoto wa Maduro ulikuwa wa kawaida, lakini ulikuwa na msukumo wa kisiasa na kijamii. Alianza kujifunza thamani za mshikamano na uongozi kupitia maisha ya kila siku, akipata uelewa wa jinsi wananchi wa kawaida wanavyokubaliana na changamoto za kila siku. Baada ya kumaliza shule ya msingi na sekondari mjini Caracas, Maduro hakuhitimu chuo kikuu rasmi kwa sababu ya hali ya kifedha ya familia. Badala yake, alijishughulisha na kazi za kijamii na za wananchi, akiwakilisha wafanyakazi katika migomo na harakati ndogo za kijamii. Kazi yake kama dereva wa basi katika Metrobus Caracas ilimfundisha thamani ya mshikamano, utulivu na jinsi ya kushughulikia na migongano ya wananchi, ujuzi ambao baadaye ulimsaidia katika safari yake ya kisiasa. Mnamo miaka ya 1980 na 1990, Nicolas Maduro alianza kushiriki kisiasa katika vyama vya mrengo wa kushoto na harakati za wafanyakazi. Alijiunga na harakati za vijana na kuonyesha msukumo wa kisiasa wa kudumisha haki za wafanyakazi na wananchi wa kawaida. Katika kipindi hiki, Maduro alitembelea Cuba ambapo alipewa mafunzo ya kisiasa ya kina na vyama vya mrengo wa kushoto. Safari yake Cuba ilimfundisha mbinu za kisiasa na kudumisha mamlaka ya chama kimoja, sera za mrengo wa kushoto na mshikamano wa kijamii. Uhusiano wake wa karibu na Hugo Chavez ulianza hapo, hatua ambayo ilimweka tayari kupanda madarakani na kuwa mrithi wa kisiasa wa Chavez. Mnamo mwaka 1999, Nicolas Maduro alichaguliwa kuwa mbunge wa bunge la taifa la Venezuela. Alijipanga kisiasa kwa ufanisi, akipanda madaraka hatua kwa hatua hadi mwaka 2005 ambapo aliteuliwa kuwa spika wa bunge. Mwaka 2006 aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje, akiwakilisha Venezuela katika mikutano ya kimataifa na kuimarisha uhusiano na nchi kama Cuba, Irani na Urusi. Hali hii ilimpa nafasi ya kuunda mtandao wa kisiasa wa ndani na kimataifa na kuimarisha uhusiano wake wa karibu na Hugo Chavez. Mnamo Oktoba 2012, Hugo Chavez alimteua Nicolas Maduro kuwa makamu wa rais, hatua iliyomweka tayari kama mrithi wa kisiasa. Baada ya kifo cha Chavez Machi 2013, Maduro alichukua nafasi ya rais wa muda. Aprili 2013, aliibuka mshindi wa uchaguzi maalum na kisha kutangazwa rasmi kuwa rais wa Venezuela. Hata hivyo, ushindi wake ulipingwa na vyama vya upinzani wa ndani na nje ya nchi, huku wakidai tofauti ndogo za kura na udanganyifu wa kisiasa. Maduro aliendelea kutekeleza sera za Chavismo, akilenga kudumisha miradi ya kijamii na kushughulikia masuala ya wananchi wa kawaida licha ya changamoto kubwa alizokumbana nazo. Utawala wa Nicolas Maduro ulikumbwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na kijamii. Mfumuko wa bei uliendelea kupanda, uchumi ukaanguka kwa kiasi kikubwa na wananchi walikumbwa na uhaba wa chakula, dawa na bidhaa za msingi. Maandamano makubwa yalitokea na Maduro alikabiliwa na shinikizo kubwa ndani na nje ya nchi. Uchaguzi wa mwaka 2018 na 2024 ulipingwa na vyama vya upinzani na baadhi ya mataifa ya kimataifa, jambo lililoleta mgawanyiko mkubwa. Marekani ilimdai Maduro kwa kushirikiana na magenge ya dawa za kulevya, ukiukwaji wa demokrasia na kudumisha utawala usio huru. Hatua zilizochukuliwa na Marekani ni pamoja na kutoa zawadi kwa atakayemkamata, vikwazo vya kifedha na shinikizo la kisiasa. Marekani pia ilimtambua Juan Guaido kama rais wa muda wa Venezuela, hatua ambayo ilisababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya nchi na ulimwenguni. Tarehe 3 Januari 2026, Marekani ilianzisha operesheni ya kijeshi iliyoitwa Operation Absolute Resolve huko Caracas, ambapo Nicolas Maduro na mke wake Celia Flores walikamatwa na kupelekwa Marekani, hasa Brooklyn, New York. Walipelekwa mbele ya mahakama kwa mashtaka ya narcoterrorism, uingizaji wa cocaine na uhalifu mkubwa wa kimataifa. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa wa kimataifa, ikihusisha masuala ya uhalali, kisiasa na kiuchumi, huku nchi kama China na Urusi zikilani hatua hiyo na Umoja wa Mataifa
ukibadilisha mjadala kuhusu uhalali wa operesheni hiyo. Maduro anakabiliwa na mashtaka makubwa ya narco-terrorism, usafirishaji wa madawa ya kulevya Marekani na ushirikiano wa magenge ya uhalifu. Anaweza kutumia hoja ya immunity ya kiongozi wa taifa, lakini Marekani inapingana na hoja hiyo kisiasa na kisheria. Mali zake zimefungwa na nchi kama Switzerland, na Trump alisema Marekani inaweza kuendesha Venezuela kwa muda kama mpito. Nicolas Maduro ni kiongozi aliyepanda kutoka maisha ya kawaida ya dereva wa basi hadi kuwa rais wa Venezuela. Historia yake imejazwa na mafanikio ya kisiasa, changamoto za kiuchumi, mgawanyo mkubwa wa kisiasa, shinikizo la kimataifa na hatimaye kukamatwa na Marekani na kufikishwa mahakamani. Safari yake Cuba na elimu yake ya awali na mafunzo ya kisiasa ilimsaidia kukuza mradi wake wa kisiasa, kujenga uhusiano wa kimataifa na kudumisha utawala wake wa Chavismo. Mbali na changamoto za kisiasa na uchumi, Nicolas Maduro pia amekuwa akijitahidi kudumisha mshikamano wa kisiasa ndani ya vyama vya mrengo wa kushoto nchini Venezuela. Alijitahidi kuunganisha makundi mbalimbali ya kisiasa yaliyokuwa na mitazamo tofauti, huku akilinda mradi wa Chavismo na kudumisha ushawishi wa chama cha umoja wa watu wa kijamii PSUV ndani ya serikali. Hata hivyo, jitihada hizi hazikuwa rahisi, kwani alikabiliwa na upinzani mkali wa ndani, mgawanyiko wa kisiasa uliokuwa kutokana na kutoelewana kati ya chama chake na vyama vya upinzani, na malalamiko ya wananchi juu ya ukosefu wa huduma za msingi, uhaba wa chakula na ongezeko la ukosefu wa ajira. Maduro akiwa na familia yake alijitahidi kuunda picha ya mshikamano wa kifamilia katika umma. Mke wake Celia Flores alihusiana kwa karibu katika harakati za kisiasa na alihimiza maendeleo ya miradi ya kijamii. Hali hii iliimarisha taswira yake kama kiongozi wa kisiasa anayejali familia na wananchi, ingawa baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vilimkosoa kwa matumizi ya rasilimali za serikali kulingana na maslahi ya kifamilia. Historia ya Nicolas Maduro inatufundisha kuwa mwanzo wa maisha hauamui kiongozi. Kutoka katika familia ya kawaida na kazi kama dereva wa basi, Maduro aliweza kupanda hadi kuwa rais wa taifa moja kubwa, ikionyesha kwamba bidii, mshikamano na uelewa wa kijamii unaweza kumsaidia mtu kufanikisha malengo yake. Hata hivyo, safari yake pia inatufundisha kwamba mafanikio ya kisiasa yanahitaji uwajibikaji mkubwa. Utawala wake ulijitahidi kudumisha miradi ya kijamii na mshikamano wa wananchi, lakini ukiukwaji wa demokrasia, ukosefu wa uwazi na kuendeleza mfumo wa kisiasa unaopingana na maadili ya uwajibikaji ulileta migogoro mikubwa ya ndani na shinikizo la kimataifa. Funzo lingine kubwa ni kwamba ushirikiano wa kimataifa na mafunzo ya kigeni yanaweza kusaidia kiongozi kuwa na mtazamo mpana, kama alivyopata Maduro kupitia safari yake ya Cuba. Kwa mwisho pia, tukio la kukamatwa kwake na Marekani linatufundisha kuwa utawala wa muda mrefu na ukiritimba kisiasa unaweza kuleta hatari kubwa, hasa pale ambapo uhusiano na mataifa mengine na haki za kimsingi na wananchi hazidumishwi. Historia ya Maduro ni kielelezo cha mchanganyiko wa mafanikio, changamoto na hatari za kisiasa, ikitufundisha umuhimu wa uwajibikaji, mshikamano na ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi katika uongozi.